Na hizi ndizo kauli ambazo ukimwambia mwanaume yoyote ambaye anakupenda, hata kama anakupenda vipi, hata kama alikuwa anakuheshimu vipi, lazima akuache. Na asipokuacha lazima akupunguzie heshima. Yani lazima hapo. Namba moja, haujawahi kuniridhisha hata siku moja. Wewe sijui kama kuna mwanaume ambaye anaweza akavumilia kitendo kama hicho cha kuambiwa namna hii na mpenzi wake, ya kwamba haujawahi kuniridhisha hata siku moja. Unanichezeaga tu. Kuna wanaume wengine wakikukamata wanakukamia kweli kweli, lakini wewe huna lolote. Huyo mwanaume hata kama alikuwa anakupenda vipi, lazima akuache au akupunguzie heshima. Kuna namna ya kumwambia kwamba mpenzi wangu, mimi bado nataka bwana, sijamaliza. Yani kuna namna. Lakini ukiropoka ile, haujawahi kuniridhisha hata siku moja, unanichezeaga tu. Kuna wanaume wengine wakikukamatia wanakukamia mpaka basi jamani sema dai, na maana wewe hapo waga unakamiwa na watu wengine. Hiyo ni kauli mbaya sana kwa mwanaume. Ya kwanza hiyo. Namba 2. Kwa hiyo viela vyako unavyonipa ndio vinakufanya unilinde sana. Kwani mimi nikiamua kutafuta hilo nafikiri siwezi. Hivyo viela vyako ambavyo unanipa ndio unafanya unichunge chunge. Nakwambia wewe mwamba atakutafutia siku 3 au ngapi, amalizane na wewe kwanza. Sasa sikilizia jeuri ambayo ataanza kukuonyesha kuanzia hiyo siku. Hili ni kauli mbaya sana, ufai kumwambia mwanaume. Namba 3. Ujue huko nje wanaume wengi wananitaka na wako na pesa nyingi. Sema wewe na kuvumilia tu. Hii ni kauli mbaya sana, inaumiza mwanaume yoyote ambaye yuko na akili timamu. Ukimwambia mwanaume yoyote namna hiyo, ya kwamba kuna wanaume wengine huko wananitaka, wana pesa, wana magari, ila wewe na kuvumilia tu. Huyo mwanaume hata kama alikuwa anakuheshimu, anakupenda, anakujali, anakuthamini, lazima move on kama anajielewa. Namba 4. Wenzako wote walika lako wana pesa, lakini wewe unahangaika tu. Marafiki zako wote wana pesa, wana magari, wana majumba, lakini wewe unahangaika, una lolote, una nyuma na mbele. Umwambie mwanaume hivyo. Huyo mwanaume yani kwanza uchungu ambao utaingia ndani ya moyo wake kwanza kudadadeki hapo. Lazima akuache. Asipokuacha basi lazima akupunguzie heshima au akupige. Hiyo ni kauli mbaya sana. Marafiki zako wote wameshajipata, lakini wewe unahangaika tu. Hatupendi hiyo kauli hata kidogo. Namba 5. Mwanaume ambaye nilikuwa na date naye, yani ex wangu, alikuwa ananipelekea moto sana. Ila wewe ex wangu amekuzidi wewe. Umwambie mwanaume hivyo kwamba ex wako ambaye ulikuwa na date naye kabla ya kukutana wewe mwanaume uliye naye anamzidi mwamba. Ex wangu alikuwa wa moto sana. Wewe ex wangu amekuzidi kidogo tu. Anaona hapa huenda hata kuwa wanaenda kudate, alafu ndo anakuja kwangu. Usimwambie hivyo mwanaume. Ni heri kumwambia mpenzi wangu, itaidi kidogo basi angalau hata dakika 5 10. Unaniachia njiani mwenzio. Lakini mwambie ex wangu alikuwa wa moto. Unaachwa bibie. Namba 6. Sijawahi kukupenda, ila nilikuhurumia tu. Una bahati ya kuwa na mimi. Mahandsome wengi sana wananitafuta, wanaokuzidi muonekano na pesa wananitafuta sana. Yani kwa shepu nilionayo, wewe haufai kuwa na mimi hata kidogo. Una bahati sana wewe mwanaume kuwa na mimi. Umwambie hiyo kauli mwanaume. Lazima akuache au akupunguzie heshima. Ni kauli mbaya sana. Sijawahi kukupenda ila nilikuhurumia tu. Umwambie hivyo mwanaume, sijawahi kukupenda ila nilikuhurumiaga tu. Mwanaume yoyote anayejielewa, lazima akuache wewe mwanamke ambaye unamwambia eti sijawahi kukupenda ila nilikuhurumiaga tu. Wapo mahandsome wanaokuzidi muonekano na pesa, wananitafuta sana, ila wewe nakuvumilia tu. Wewe sio type yangu, nilikuhurumia. Lazima wewe mwanaume atafute chances za siku 3 au mwezi, amalizane na wewe kwanza, akukomoe, alafu move on. Unamwambia yani na sura yangu na shape yangu ambayo niko nayo sikufaa niwe na wewe kabisa. Ilikuwa nafaa ni date na mtu kama Diamond, Rayvanny, Harmonize, lakini sio wewe. Nifanye date na kina Mbosso. Umwambie hivyo mwanaume. Bibi, huyo mwanaume amemkosa, mimi nakwambia. Namba 7. Sema kama umeshindwa majukumu yako, wanaume wenzako wakusaidie. Unamwambia hivyo mwanaume. Sema kama majukumu yako yamekushinda, wanaume wenzako wakusaidie. Kwanza huyo mwanaume atakaa afikiria majukumu gani. Hata ukimwambia majukumu ya kutafuta hela, atasema hapana, hapa kuna kitu. Namba 8. Wewe sio mwanaume wa ndoto zangu. Yaani wewe sio mwanaume wa ndoto zangu. Yupo mwanaume wa ndoto zangu. Umwambie hivyo mwanaume. Namba 9. Siwezi kutawaliwa na mwanaume kama wewe. Siwezi kabisa. Ni heri nife lakini sio nitawaliwa na mwanaume kama wewe. Yaani mimi kabisa siwezi kutawaliwa na mwanaume hata siku moja katika maisha yangu. Binti, kama utaki mwanaume akutawale, ni heri kama umenyamaza kimya, lakini sio ukamfungukia hivyo kwamba siwezi kutawaliwa na mwanaume kama wewe. Utakuwa umeyakoroga.
Mwanaume huaga anataka mwanamke amtii, amsikilize, amuelewe, amjali hata kama hana kitu. Tena maskini ndo wanajeuri kuliko wenye pesa. Kwa hiyo wewe kama utaki kutawaliwa na huyo mwanaume, ni heri ukafunga mdomo wako, lakini ukabishana naye kwa vitendo, sio kwa maneno ukamfungukia. Namba 10, huyu mtoto sio wa kwako. Huyu mtoto sio wa kwako. Nimezaa na mwanaume mwingine. Mwanaume anaweza akakuua siku hiyo. Atakuchoma hata na magunia ya mkaa. Ni heri ukafunga mdomo. Tunajua kweli. Nyie wanawake ndio kuaga mnajua sisi baba zetu ni akina nani. Lakini usije ukasubutu kumwambia mwanaume ya kwamba huyu mtoto sio wako. Atakuua. Hatuoi wake za watu, wajane mabwana zao. Shamba nyinyi.